God have mercy upon us. Mbali na kuwasifu wazungu kwa vumbuzi muhimu za kisayansi walizozifanya, leo nitakuletea wahenga watatu na vumbuzi zao muhimu ambazo mpaka sasa bado zinaishi katika bara hili la Afrika, haswa hapa nyumbani Tanzania. Namba moja, mhenga Aleni Mwaisanyila. Yeye alikuja na vumbuzi muhimu inayosema elimu ni bora kuliko pesa. Kwa kizungu huitwa education is better than money. Yeye alikuja na shahidi zake akisema kwamba alishawahi kutumia cheti cha form 4 kununua nyumba, na kama haitoshi alitumia cheti chake cha masters kwa ajili ya kwenda kuolea, na kutumia cheti chake cha PhD kununua kiwanja. Cheti cha la 7 kilikuwa ni madhubuti kwa ajili ya shughuli ndogo haswa alipokwenda dukani kwa ajili ya kupata matumizi mbalimbali kama nyanya, vitunguu, mchele, nyama na kadhalika. Hayo ni ya mzee mhenga Aleni. Sasa ulikuwepo? My lord, I wonder. Nambari 2, mhenga Mandindo Muhigi Kipamba. Yeye aligundua ya kuwa bandu humaliza gogo mara baada ya kubandua mti wa mpingo siku ya harusi ya binti yake, na ndipo akagundua ya kuwa ukibandua utamaliza gogo, vumbuzi ambayo mpaka leo inatumika na wanadamu kwa kufanya bandu kisha kubandua gogo lao. Hii nayo ni moja kati ya alama walizoacha wahenga haswa kwenye tasnia yetu hii ya Je Wajua. Vumbuzi ya mwisho, wahenga wamekuwa wakivutana na kuzozana juu ya nadharia ya kuwa mwanamke apigwi kwa ngumi bali upigwa kwa upande wa kanga. Swali hili nilirudishe kwenu. Je, mwanamke apigwe kwa upande wa kanga au apigwe kwa upande wa panga? Idris Khan, Tujuze TV. Hadi wakati mwingine.